alipo wafuatilia akataja kwa mazuri sana Allah ta'ala alipo Mungu atubarikie katika hao kwamba ikisha anasema nikapita tena nyeleza nyingine na nikatajwa katika mataji tena mazuri pia nyeleza nyingine hakuchukua muda nikapita nyeleza matatu majeleza matatu kwa dakika chache sana mara tatu pia na kama nikatajwa kwa mataji mazuri anasema al-Aswad ikisha nikapita tena nyeleza nyingine hili watu wakatajwa kwa mataji ya Uislamu wakataja ubaya unajua katika nyeleza nyingine kwa nini vifo vitatu kwa wakati mmoja hilo sio kwa sababu ingawa akuhu inga arada shay'an an yakuna lahu kun fayakun Mwenyezi Mungu anataka mambo yake kuwa kuwa na mambo yanakuwa kwa swali inawezekana kwa wakati mmoja kufuatilia tano kulikuwa watu 7 asubuhi ya kesho tulipata ripoti watu 7 na 9 ukenda hospitali nyingine watu 3 ukenda wapi sio watu 10 wapi patikana leo wamekufa watu 200 linawezekanaje kwa wakati mmoja Israeli mwenye dhamana anawezaje kuzunguka maeneo haya yote kwa wakati mmoja na watu wanaishi baada ya kufa msana tena katika hotuba yetu ya dini ndio tunalakuta kumaliza hotuba yetu hii kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka majambo yake katika mpangilio maalum. Israeli yuko kama mkuu wa idara, lakini wako wasaidizi wake. Waambia kama anafuata mwema mja kutolewa roho yake, anasema utima aidahu kupanga safu mbele ya mfalme mtarajiwa safu mbili. Huyu malaika ambao ni wema malaika 500 na hutolea anasema ni bishara kijamida kwa bishara iliyo njema kwa fulani bila fulani aliyokuwa na kafafu wala yakada kusibu usijulio maana yuko katika maasili ya maisha ya mazuri upande wa pili kama ni halati mali ya abdi mja hapo katika sakati mauti nazarat alayhi al-ba'th min al-malaika malaika wake kwanza mshikia hayalishi umekuja katika ndege katika boti ile utandani hospitali mahali mwamba huko fayakulu muna anayeanza kusema kwa kuambia assalamu alayka ya abdallah amani yake Allah iwe kwako ewe mja wa Mungu malaika wako kwanza sema tunna hali dunia inazunguka katika vitu yote ya dunia kutafuta shambata tone moja la maji sikukuta chochote katika shida ya maji wanapomaliza kuwasilisha salamu ukaka kuna kulo dhani malaika wa pili pia wakala usema assalamu alayka ya abdallah amani ya Allah iwe yako ya Mungu khalaqtani mashariki wal magharib nimezunguka mashariki yote na magharibi ya dunia kutafuta luqmatan tonge ili muweze kula wakati jana na kuishi katika huu wakati kwa hivyo kuna baadhi ya sheria sikukuta chochote katika sheria ya chakula kwa sababu na mdomo pia haufunguki teknolojia hii huwa mwekezaji mzuri ndio anwani yetu ya hotuba ile kifa watu wasikaje kwa mazuri anwani yetu kwa hapo chochote anachoingizwa mdomoni mdomo haufunguki malaika watakisema salamu alayka ya abdallah amani ya Allah iwe yako halaqtu al-mashariki wal maghrib nimezunguka mashariki na magharibi kutafuta hutuba taktuha hatua ili sisi tukimbie tusiweze kuitoa roho wala ajilaka shay'a sikukuta chochote katika sheria yako ya hatua ijapokuwa Mungu mmoja mwenyewe wala usishikilie pale wataka kuwasilisha asmawaambia na mwisho ile usema salamu alayka ya abdallah amani ya Allah subhanahu wa ta'ala kwako ewe mja wa Mungu wewe kadhalika asema kadhalika mashariki wal maghrib nimezunguka mashariki yote na nimezunguka magharibi yote kutafuta lao pumzi ili uitwe pale wazazi wetu tumekusanywa walezi wetu tumekusanywa kukusanywa dakika ya mwisho na mwanadamu na huzuni na hiyo kuna shida sasa haya yote tukiyatizama Abil Aswad anauliza mbele ya Amirul Mu'minin kwa kuyatizama majanaza manne ambayo yamepita ili tukasema kwa Allah si ajabu
kuingia sema nilitaja mazuri. Yeye wataka sema hakadha pia mlimtaja kwa mazuri. Maadamu mnapataja wote kwa mazuri. Wale watatu nilipata pepo wako na huyu mmoja akapata moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Asema faqala Umar wajabati huma watu bil-ukhra bilipita hili la mwisho kadhalika asema fakuti ala swahili bakara walibaki walitaja kwa kheri na huyu wa mwisho ametaja kwa shari. Faqala Umar akasema mimi nataka maneno haya kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyotamka maneno haya kwa misingi hii kwa mazingira ya sifa mfano wa nyinyi mlizosifu. Umar alimaliza kusema haya na sisi tumalize pia hotuba hii kwa kusema haya. Sema wanadamu wanakufa kwa roho na mwili. Kwetu tunacho roho na wanadamu heshima. Kama Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema roho ya wanadamu inatolewa upelekwa mahali panapoitwa mapango ya watu wake. Vikazi vya roho zote. Lau ulikuwa mwema utafika. Lau ulikuwa ni mbaya mwisho wake sababu dunia ilikuwa sababu dunia sababu karibu minkum nayo asana. Tunaizungumzia mingi ya watu kwenye macho tunaiona. Sasa وليعيش منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قولهم unatakikana urejeshwe, alafu qawluhum tutolewe kwa sababu ya kupima matendo ya wenu. Huwa mwekezaji mzuri katika hii dunia, si ukifa wenye kutaja au kutaja kwa mazuri. Usiwache mambo watu kwanza kutafuta na kulikuwa mazuri yao. Ile hali mazuri hata moja كل يوم ينقص من عمره وأنت لا تدري ما نقص منك إلى الإنسان والإنسان. كلا مجازي عمري وقوة هديري ممكن تكون على عمري وقوة. فلما تدفع يمشي. أسمع ربني تكالوفيكيش إلى كان تنقريش. أنا بعد أقريش وأنا أقريش. ويرى إلى ربي والحس إلى اليوم. من أحسن سبحانك أني ترسيين kuzungumza discussions zetu kuhusu mazishi yake, kuhusu miara yetu, sehemu zetu na majani tunapumzika maisha yasikia. Japokuwa sisi tumeweka gani sisi tukuingia. Lakini Ibn Abbas akasema wayaona kadhalika pia maisha anaona kutoona na kuchukuliwa tuliokuwa akili zake. Fanyia mbaya. Kwa kuyatizama haya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema roho hii itarejesha usawa wa mwili wake. Takupelekwa mwili wake na ndipo roho yake itakofuata. Wakati tunaangalia mazikoni makaburini, ile roho itachomoka ufika usawa wa kaburi kwa inatapata mfano wa mwalifu kwenye askari. Qala malaika wakasema ya kuwa ibnaka la nasi aika. Wewe tulishana kakinya tunataka kusikiliza watu wanakuzungumzia nini. Nini sivi yako katika ulimwengu leo uliotoka? Hebu kakinya kwanza uchini ya uishi tunataka kusikiliza watu wanakuzungumzia nini. Hotuba yetu kuwa mwekezaji mzuri katika dunia, usihitaji mabaya waliotangulia. Kama tajino tudani mtendaji ndivyo mtakavyotendewa. Heshimu waliotangulia, jiheshimu wewe kwa kujipanga uzuri. Alitangulia kwa wewe binafsi. Basi hili kwa kutizama kullu nafsi dhalika al-mauti, kila nafsi itakufa, na katika kuota ni kutambua ladha na ile ladha baada ya kuipata inatakiwa wewe ionekane kwa nzuri au mbaya. Ndio maana kwa Waswahili kwetu sisi na kwa watu wakubwa ambao tunaingia katika misikiti sallallahu alaihi wasallam alipata sisi kufundisha maneno sisi pia kwa vizazi tunashari kumshana wote ndio walitumshana. Asema Bwana fi tashawuri fi dhuri kulli salati maktuba, mwenye kusema katika kila mwisho wa swala ya fardhi. Maana tumezoea kusema ndio taratibu ni astaghfirullah wa anta salam wa inna salam ila akhirih. Kabla ya kusema subhanallah, Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenye kusema qara ayatul kursi, mwenye taratibu wa kusema Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm ila akhirih la yamna'u dukhul al-jannah. Hakuna kinachomzuia wewe kuingia peponi ila hata isipokuwa ni
maneno haya. Kwani subhanahu wa ta'ala yatasarrafu fihima kaifa yashaa, ufanye baina ya viwili vilivyopo mbingu na ardhi kwa namna atakavyo, na hakuna masali ya kuulizwa. Huyo alipelekea sab'a samawati tibaqa, mbingu saba na kutoka moja kwenda nyingine 500 years ni miaka 500. Wanamaa wakasema kullu sama'un min ukhra qalbuba, kila mbingu moja dhidi ya nyingine ni mfano wa sakafu. Ili utokepo kwa kusema ni miaka 500, utoke pale kuitafuta nyingine miaka nyingine, kwa kupunguza ukakasi wa maneno, maana mbingu zote miaka 3500 ndio katika ardhi. Hii ya kwanza na siku 6 chini yetu, na kutoka ardhi kuendea ardhi tena ni miaka 500. Kuma mwema kuwa mwelekezaji mzuri, kwani roho inaishi baada ya kutolewa. Mwili ukishaingizwa katika kaburi, roho inatakikana iwe katika ardhi ya saba kule chini, kwa kusubiri muda wake, muda maalum ule wa kiyama, ili mradi wote tupate kuhukumiwa. Kule ndiko ina uwezo wa kuona na kutambua na kila aliyomo hapa katika kaburi. Ama kutayarisha na sisi katika hotuba yetu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, inna al-mayyita yata'allaq fi qabrihi kama yata'allaq al-ghariq, maiti utapatapa na kuhangaika katika kaburi lake kama anataka mfamaji ambaye ana experience ya kuogelea katika bahari, yamtakiru du'a, anachosubiri maiti katika kaburi sehemu ya msaada, na hakuna namna nyingine ni dua. Wewe nani utakapofanya dua kwa kuombea? Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, yaqulu mayyita yafrahu al-hayata bil-du'a, maiti furahi sana kama anapofanya hiyo hali kwa kupewa zawadi na kuambiwa kwamba hadha bidayatun lak, ili ni zawadi yako mimi kutoka wala kwa mtoto wangu, au min waladi yako, kutoka kwa mzazi wako, au ni shariki au rafiki yako. Na maiti Qur'an kwa dua sadaka tutoe kwa ajili ya kutia nia hizi wafanye. Hapa ni mwisho wa hotuba yetu, kuwa mwelekezaji mzuri wewe kwanza, kisha tani mazuri ya maadili zako, usitani mabaya ya maiti zetu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yenye kupokea, na Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye anayestahili qawla wa yattabi'una ahsana. Allah wa yatawaffawna 'ala an-nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد بالعالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين، خصوصا منهم أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله وآله أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، عن بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليه وعليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. اللهم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا عالم الغيب والشهادة يا ذا الجلال والإكرام. نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وبقدرتك ورحمتك يا أكرم الأكرمين أن تغفر لنا قلبا تقيا نقيا، وأن تقيمنا يا خيار المستغيثين. لا إله إلا الله مستقيم، ولا إله إلا الله إبراهيم خليل الرحمن، ولا إله إلا الله الذي بيده مفاتيح الفرج، يا فرجنا بما فتحت الأسباب، ويا رجعنا إلى كلية الأبواب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.